Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na kukaribisha kuweza kufuata taarifa zetu za habari kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kuwa nikikusamini kila mara kwa kuendelea kurufuata vilivyo na kutupa muda wako. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuanze taarifa yetu ya habari na habari hizi ambako uratibu wa chama cha PPRD cha ugaibuni madiaspora pamoja na baadhi ya viongozi wa kisiasa wamelaani kauli zilizotolewa na Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi huko Anston zidi ya mtangulizi wake Joseph Kabila ambaye alimfananisha na mbwa bila kumtaja moja kwa moja. Katika taarifa yake, PPRD ya ugaibuni ilieleza kuwa kauli hizo ni nzito, zisizo na wajibikaji na zisizo stahili, ikisema kuwa zinaonyesha mwelekeo hatari wa matumizi mabaya madaraka. Badala ya mjadala wa kidemokrasia, chama hicho kilichoanzishwa na Joseph Kabila ambaye ni rais mstaafu kilimshutumu mkuu wa nchi kwa kutumia, kwa mujibu wa maelezo yake, jukwaa la michezo kutoa matusi zidi ya rais wa zamani wa jamhuri. PPRD ya diaspora ilimsifu Joseph Kabila kuwa msanifu wa umoja wa taifa, katiba ya tarehe 8 Februari 2006, uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi na mabadiliko ya kwanza ya amani ya madaraka nchini DRC. Chama hicho pia kililinganisha neno mbwa na neno chura ambalo kinasema lilitumika zamani zidi ya Patrice Emery Lumumba, kikosoa kile kilichokiita tabia ya kutisha ya kuwavua utu wapinzani wa kisiasa. Aiza, uratibu huo ulishitumu serikali kwa kujaribu kugeuza umakini wa wananchi kutoka kwenye kile ilichokitaja kuwa kushindwa katika masuala ya usalama, kijamii na kidiplomasia na kidemokrasia. Taarifa hiyo ilirejea kifungu cha 64 cha katiba ya Kongo ambacho kinawataka raia wote kupinga mtu yoyote anayetekeleza madaraka kinyume na katiba. Taarifa hiyo imesainiwa na Sandra Nkulu Kunyungu, mratibu wa PPRD ya ugaibuni madiaspora. Wanasiasa wengine pia walitoa maoni yao, akiwemo Nehemi Mwilanya aliyewahi kuwa mkurugenzi wa ofisi ya Joseph Kabila. Aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa X kwamba rais hapaswi kusema maneno kama hayo, akinukuu kauli maarufu kutoka kitabu cha waandishi wa habari Gerard Dave na Fabrice Lome. Alisema kuwa kuiongoza Kongo kubwa kunahitaji mtu kuendelea kuwa mtulivu na mwenye busara pamoja na kudhibiti hisia kali. Alionya zidi ya hatari ya kumwaga mafuta kwenye moto ambao tayari umewashwa na ni ngumu kuzima. Marie Ange Mushobekwa, aliyekuwa waziri wakati wa utawala wa Joseph Kabila, alisema kuwa matusi hayana nafasi katika jamhuri. Aliongeza kuwa umoja na mshikamano wa taifa haviwezi kujengwa kupitia kudhalilishwa kwa wapinzani kila mara. Kwa upande wake, Seth Kikuni, aliyekuwa mgombea urais katika uchaguzi wa mwaka 2023, alishitumu Rais Felix Tshisekedi kwa kusema kwamba kamuita Joseph Kabila mbwa. Amewatukana pia wapiga kura wote waliomchagua mwaka 2006 na 2011. Alidai kuwa vitendo vya vurugu na vitisho vilivyoelekezwa kwa upinzani vinachochewa na hotuba za mkuu wa nchi. Msikilizaji, haya ni maneno ya Rais Felix Antoine Tshisekedi aliyoyasema kisha mechi ya DRC dhidi ya Ureno iliyopigwa huko Texas nchini Marekani. Nimeliuliza FIFA kwamba ikiwa tutafuzu kutoka kundi letu wataongeza tiketi kwa Wakongo waliopo hapa. Msiwe na wasiwasi, tutampa balozi wetu njia ya uwezo wa kushughulikia jambo hilo. Leo kila mtu aliyekuwa na muogopa Cristiano Ronaldo ameona namna tulivyocheza, wakati sisi ni nchi na ukabiliwa na vita. Tufanye kama inavyosema wimbo wetu wa taifa, tusimame kifua mbele, onyesheni heshima na hadhi ya kuwa Mkongo. Nitarudi Kongo kushughulikia masuala mengine. Nilikuja hapa tu kuleta bahati katika mechi ya kwanza. Tunaweka kila aina msaada ili muendelee kuifuatilia timu yetu ya taifa. Nina imani kwamba katika siku zijazo Kongo yote itakombolewa. Ndugu zetu wanaendelea kusherehekea huko Goma na Bukavu na tutakuwa pamoja nao. Adui walikuwa wamejipenyeza ndani yetu, lakini leo tumejifunza na kuchukua somo. Sasa tunapaswa kujenga kitu kikubwa zaidi. Tumeanza na Leopard, lakini tutaendelea katika nyanza zote nyingine, ikiwa ni soka, mpira wa kikapu, sayansi na elimu. Jivunieni kuwa Wakongo. Hilo ndilo jukumu langu, kuwarudishia fahari hiyo. Kuna watu ambao walitaka kuharibu nchi hii.
ukiona mbwa na kushambulia huwezi kukaa kimya. Hayo ni maneno ambayo Rais Felix Antoine Tshisekedi aliyasema. Kauli hiyo ndio ilizua mjadala mkubwa wa kisiasa, huku PPRD na washirika wa Joseph Kabila wakisema kwamba neno mbwa lilikuwa linamlenga rais huyo wa zamani. Huko Uvira ni kwamba usafiri wa Uvira Bukavu unaripotiwa kuwa na changamoto nyingi, hasa kwa wananchi wanaotumia barabara namba 5 ya taifa. Hivyo ni baada ya barabara hiyo kufunguliwa nayo serikali ya jimbo la Kivu Kusini pa Uvira. Katika mahojiano na TV yako, mwanasheria Chako Changbon Ane ametoa hapa mwangaza juu ya swala hilo. Ni tangu ya 5 ndo barabara ya toka Uvira kwenda Bukavu imefunguliwa. Magari agence, magari za wasafiri, mamoto zinasafiri kabisa, wanaenda Bukavu vile dakika moja, hata kama barieri zingaliki nyingi kwenye barabara namba 5. Wasafiri wanasema nini? Je, usafiri uko sawa kama ilivyokuwa zamani au kuna changamoto ambazo wanapitia kwa sasa? Mtangazaji, usafiri upo lakini changamoto ziko nyingi. Changamoto la kwanza ni mabarieri ambazo watu wanaombwa pesa. Na kwenye barieri zote unamaliza 30,000 a 60,000. Inadependre na gisi majeshi wameamka, gisi roho zao zimeamka, na ndio gisi watapercevoir franga. Changamoto la kwanza. Changamoto la pili ni kwamba kuna kontrole nyingi sana. Kunakuwa kontrole nyingi ambayo inazua zaidi. Changamoto la tatu ni kwamba presence ya watu ya silaha haiko tu wazalendo ama FRDC, lakini pia kote ya nani ya afisa nao pia unaona presence yao katika barabara inasumbua wasafiri ambao wanasafiri kutoka Uvira kwenda Bukavu. Changamoto ni kwamba ni kwamba renseignement na huku kwetu na kule kwa iko yulu sana kwake, na kufanya kwamba usafiri bila changamoto haiko. Ingine ni kwamba kuna watu wamoja ambao hawawezi kusafiri na wako bloke kabisa, kama vile wakina sisi. Hii changamoto mbalimbali ambazo watu wangaliki nazo. Upande mwingine, duru yetu imeongeza kuwa ni jambo lisiloeleweka vitendo vya unyanyasaji inaripotiwa upande wa serikali kuliko upande wa maadui. Mtangazaji, upande wa afsi hakuna waasi hakuna kutoza ushuru, kutoza pesa, lakini upande wa kwetu ndio wanatoza pesa. Kuhusu kufunguliwa kwa barabara metre, iko na impact kweli kwa wananchi kwa pande zote mbili au namna gani? Mtangazaji, kufunguliwa kwa barabara inafurahisha na inafanya kwamba watu wote wafurahi. Changamoto zingali nyingi, inaomba kabisa wazifanyie kazi, na ni shukurani tu kabambi kwa sababu usafiri nafanya kwamba watu wabadilishane mawazo, wabadilishane chakula, wabadilishane kila kitu ambacho ni kama mafaa sana kwa raia, na sisi tunashukuru sana tena sana. Ujumbe kwa serikali ni kwamba walinde wasafiri. Ujumbe kwa serikali ni kwamba wamalize vita ambavyo vinatukabili, pia kwamba watu warudi nyuma, fanye maongezi waendeleshwe, kama ni vita vya pambane. Ujumbe kwa serikali ni kwamba raia imechoka na vita miaka 13 bila suluhisho. Ndio maana tunashukuru rais kwa diplomasia kabambi ambayo iko tufikiria kwamba hali itakuwa salama, na kuraje kwa rais wetu. Huko Misisi ni kwamba hali ya usalama imeripotiwa kuwa na nafuu kwa sasa katika eneo la Misisi sekta Nganja, tofauti na siku za nyuma. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia eneo hilo yataja kupongeza vyombo vya usalama kwa kazi kubwa walioifanya. Kwake Dunia Floribe Dums, mratibu wa shirika jipya la raia sekta Nganja, ameonyesha kuwa ni jambo la kupongeza wanapoona vile usalama unavyoimarika hapo ikilinganishwa na siku za nyuma. Ndama Misisi na kando yapata wiki nzima, wakuu viongozi wanaohusika na usalama wanaendelea kuingilia suala hilo kati, ili kwamba usalama uwe wa kuboreka katika maeneo ya Misisi na kando. Maana wiki mbili zilizopita kuliweza kupitikana maafa mengi ya watu kufa kwa risasi, watu kuibiwa ovyo, masasi kupigwa ovyo. Ile hali iliweza kuleta usalama mdogo. Hivyo wakuu viongozi wa serikali pamoja na wawakilishi wa raia wakakaa pamoja kwa ajili ya kutafuta suluhisho ya swala hilo. Franchement, nusu kidogo ya amani na usalama unaoonekana ni kulingana na vikao vinavyofanyika siku baada ya siku, na hiyo iliweza kutokana tu na hatua iliyochukuliwa mnamo tarehe 10 za mwezi huu za vitengo vya sheria kufanya mgomo baridi
baada ya kifo cha ndugu mmoja aliyepigwa risasi na shika silaha. Kusema kweli usalama bado unaendelea kuboreka pole pole kulingana tu na hali ya vikavu na hivyo tuna uhakika mkubwa wa mambo kuweza kupata majibu mazuri sana. Na alipoulizwa juu ya vitendo vya raia kunyang'anywa simu mara kwa mara pa Misisi, Dunia amejibu mara tena. Hilo nalo lilichukuliwa kabisa kwa umakini, maana mpaka sasa hivi kuna mikataba fulani ambayo iliweza kutolewa kwa upande wa defenseur wa droit de l'homme kusema kwamba isitishwe doria ya wazalendo. Na maana walionekana kwamba ni wao ambao walikuwa wanachangia zaidi kwa kiasi kikubwa kunyang'anya watu matelefoni mnamo mida ya usiku na kadhalika. Kwa hiyo hizo ambazo zilifanyika kama recommendation tunasubiria tu ziweze kutekelezwa ili mradi kwa tuone nini ambacho kitakacho jiri baada ya hapa. Raia kwa sasa wanalala na amani, masuala ya risasi kupigwa kila mara Misisi na kando kando havipo tena, si ndio kiongozi? Ndio, kwa siku hizi 7 tumeona mabadiliko, ila tu jana ndio tuliweza kusikia tena mlio wa risasi mnamo mida ya saa 3 usiku. Tulipofuatilia tukasikia kwamba alikuwa ni askari tu ambaye alikuwa amelewa, akafanya hivyo na akashikwa na vitengo husika. Ndio, sisi kama vile wateteaji wa haki za binadamu tunasimama na kutoa mkubwa kwa kusema kwamba kuishi kwa usalama ni haki ya kila raia anayepatikana ndani ya sekta ya Nganja, na kuchunga raia na mali yake ni jukumu la askari jeshi na polisi kufanya hivyo. Kwa hiyo tunaomba kwa wakuu wanaoshikilia usalama mikononi waweze kumultiplie strategy zao ili kwamba waache usalama wa raia na vitu vyake umekuwa umefikia kwenye 100%. Hapo tutakuwa tuna imani kubwa kwamba tuna wale wanaotulindia usalama, na sisi kama vile raia wateteaji wa haki za binadamu tutakuwa nyuma ya wale watu, kwamba mtu mbaya au kikundi fulani kikija na malengo mabaya ya kuweza kuondosha usalama, tutakuwa tayari kufanya denunciation na wale watu waweze kuchukuliwa hatua kali na vyombo vya usalama. Na kwingineko ni Kitavi ambako jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo wamechukua udhibiti wa kijiji cha Kitavi, Irundi na vijiji vingine vya pembezoni na Minembwe Center, huku mapambano mengine yakiendelea siku ya 3 ya wiki tunayo. Kwa mujibu wake Kamanda Rigen, msemaji wa jeshi kwenye operation Soko la Pili, amehakikishia TV yako kwa sasa mapambano yanakuwa yakiendelea kwenye uwanja wa ndege wa Minembwe. Upande mwingine amelaani drone kutoka Rwanda kwa kushambulia hospitali kuu ya Minembwe na nyumba za wakazi. Tumalizie na huko Burundi ambako serikali ya Burundi imekanusha taarifa zinazosema kuwa wakimbizi wa Burundi walioko katika kambi za wakimbizi nchini Tanzania wanakabiliwa na ukiukwaji wa haki za kibinadamu wakati wa mchakato wa kurejea nchini mwao. Mengi zaidi na Daniel Bukuru Elias. Uba wabashinga amateka muri teyiteka tutoye intego y'ibwirizwa 100%. Bunge la Burundi limeidhinisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 inayokadiriwa kufikia zaidi ya faranga za Burundi trilioni 6.2 sawa na takriban dola za Marekani bilioni 2.2. Bajeti hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuongeza mapato ya ndani na kuimarisha uwezo wa taifa kujitegemea kifedha, huku ikitekeleza mikakati madhubuti ya kukabiliana na ukwepaji wa kodi. Kwa mujibu wa serikali, vipaumbele vikuu vya bajeti hiyo ni pamoja na kuimarisha ukusanyaji wa mapato kupitia mamlaka ya mapato OBR na kuboresha mifumo ya usimamizi wa kodi. Waziri wa fedha wa Burundi Alain Ndikumana alisema kuwa bajeti hiyo ilipangwa kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali, viongozi kutoka sekta mbalimbali tofauti, na miaka nyuma ambapo bajeti ilikuwa inapangwa na Wizara ya Fedha. Si vya bindi nabisubiyemo
bijeri yo muri finance. Hii ni tofauti na bajeti zilizopita ambazo zilikuwa zinapangwa na Wizara ya Fedha. Kwa sasa mnaona kama tumeshirikiana na watu mbalimbali, sekta binafsi, viongozi hadi ngazi za wilaya, madhehebu, wadau wa Burundi katika maendeleo ili tuwe na maamuzi sahihi kuhusu mambo ambayo yanaweza kufanyika. Na mgawanyo wa fedha ulifanyika kwa kuzisikiliza pande zote. Kwa twumvirije abantu bose. Serikali inaeleza kwa ongezeko la bajeti inalenga kusaidia utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na kuboresha huduma za umma, kuongeza uwezo wa taifa wa kugharamia mahitaji yake kupitia mapato ya ndani. Licha kupitishwa kwa bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027, uchumi wa Burundi unaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali zinazoweza kuathiri utekelezaji wa mipango ya serikali. Wataalamu wa uchumi wanakadiria kwa ukuaji wa uchumi wa nchi unaweza kufikia karibu 3.9%, lakini bado kuna changamoto za uhaba wa fedha za kigeni, mfumuko wa bei na shinikizo kwenye uwezo wa wananchi kumudu gharama za maisha. Katika sekta ya fedha za umma, serikali inaendelea kukabiliana na changamoto zinazohusiana na misamaha ya kodi ambayo haijadhibitiwa kikamilifu pamoja na athari za uhaba wa mafuta ulioshuhudiwa katika miezi ya hivi karibuni, hali hiyo ambayo imeathiri shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii nchini Burundi. Hata hivyo, serikali imeeleza kwa hatua mbalimbali zimeweka ili kuongeza mapato ya ndani, kuimarisha usimamizi wa kodi na kupunguza mianya ya ukwepaji wa kodi ili kuhakikisha malengo ya bajeti mpya yanafikiwa. Mpenzi mtazamaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kusamini ambao tutegea sikio mwanzo hadi mwisho na kutupa muda wako. Hii ni Fizi News 24 ambayo inakujia kila mara mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.